bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa wanne wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Kwa hiyo Danieli akaona wanyama wakubwa wanne ambao walikuwa wakitokea baharini. Neno bahari linawakilisha watu wengi ama mataifa ama sehemu ambapo kuna mkusanyiko wa watu. Kwa Danieli anaona wanyama hao wakubwa wanne wakitokea baharini. Lakini ili tuelewe nini maana ya wanyama, tutasoma katika Danieli sura ya 7 aya ile ya 17 inatupatia tafsiri ya nini maana ya wanyama. Anasema wanyama hao walio wakubwa wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Kumbe tunaposoma habari za wanyama hawa wakitokea baharini, maana yake ni kwamba ni wafalme watakaotawala dunia, lakini wafalme hawa watatokea miongoni mwa jamii ya wanadamu. Na ukisoma katika Ufunuo sura ile ya 17, Ufunuo sura ya 17 na aya ile ya 15, Ufunuo sura ya 17 na aya ya 15, neno la Mungu linasema, kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Kwa hiyo ukisikia sehemu yenye maji mengi ama baharini, ni katika jamii ya watu wengi. Na kwa hivyo Danieli anaona wafalme wakitokea, lakini wafalme hawa wanatokea katika jamii ya wanadamu. Kwa hivyo anasema hawa watatawala dunia. Danieli sura ya 7 kuanzia ule mstari wa kwanza hadi mstari wa 3 tunaonyeshwa wanyama hao wakubwa wanne. Mstari wa 4 anasema, wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya. Akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa mwanadamu. Katika mnyama huyu wa kwanza ambaye alikuwa ni kama simba, aliwakilisha utawala wa Babeli. Utawala wa Babeli ambao umeanza kutawala mwaka wa 605 kabla ya Kristo mpaka mwaka wa 538 ulitawala dunia yote. Na kwa sababu utawala huu ulikuwa na nguvu, ulikuwa na umejijenga vizuri, lakini hatima yake anasema ya kwamba huyu mnyama aliweza kuinuliwa kwa miguu miwili, akasimama kama mwanadamu, lakini akapewa moyo wa mwanadamu. Huu ni utawala wa Babeli. Mabawa ya tai yanaonyesha namna alivyokuwa na uwezo na wepesi wa kusafiri na kushinda ama kuteka maeneo. Na hayo unaweza kuyasoma katika kitabu cha Habakuki 1 mstari wa 8, yameelezwa mstari wa 8 imeelezwa hapa. Babeli ilipoanguka, mashujaa wake walikuwa kama wanawake. Kitabu cha Yeremia sura ya 51 aya ya 30 inasema kwamba udhaifu huo unaoelezwa kwa mashujaa wa Babeli ni kusimama kwa miguu miwili kama mwanadamu, hali ambayo sura tumeiona ni ya mnyama simba ambaye tunamwelewa ana nguvu, ni mtawala. Lakini mwisho wa utawala huu, askari wa Babeli hawakuweza kusimama katika ushujaa wao. Walisimama kwa miguu miwili na tena wakapewa moyo kama mwanadamu. Mwanadamu huwa ana asili ya uoga, mwanadamu huwa na asili ya wasiwasi. Kwa hivyo utawala huu uliweza kuangushwa chini, na walioangusha utawala huu walikuwa ni ufalme mdogo uliofuata ambao ulitawala dunia, utawala wa Umedi na Uajemi. Utawala huu ulitawala kuanzia mwaka wa 538 mpaka ama wengine 39 mpaka mwaka wa 331 before Christ, kabla ya Kristo. Na hawa anasema katika kile kitabu cha Danieli sura ile ya 7 mstari wa 5, anasema baada ya utawala huo wa simba, anasema natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye akainuliwa upande mmoja na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake, katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo hivi, inuka ule nyama tena. Anasema katika utawala huu ni utawala wa Umedi na Uajemi. Haya ni makabila mawili ambayo yaliweza kutawala, lakini watawala hawa walikuwepo
utawala wa kipindi ambacho Umedi na Uajemi ulikuwa na nguvu, kipindi cha Dario na kipindi cha Koreshi, ambapo utawala ulikuwa katika hali ya udhaifu ama uduni, na katika utawala wao nao waliweza kutawala dunia nzima, na kwa hivyo dunia yote ikawekwa chini ya utawala wa Umedi na Uajemi. Kuinuliwa upande ni kipindi cha mafanikio cha utawala huo, lakini mbavu tatu katika kinywa cha dudu ama utawala wa Umedi na Uajemi ni zile falme ambazo ama majimbo ambayo waliweza kuyatawala na kuyamiliki, ambapo mojawapo ilikuwa ni Babeli ambayo waliangusha, lakini pia kulikuwa na Ludi ama Libya na Misri. Haya majimbo haya yaliweza kutawaliwa na Umedi na Uajemi. Baada ya hapo ulikuja ufalme mwingine, ukaja ufalme mwingine ambao ulitawala baada ya utawala ule wa Umedi na Uajemi. Na anasema mstari wa 6, kisha nikatazama na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne, akapewa mamlaka. Kwa hiyo baada ya utawala wa Umedi na Uajemi ulikuja utawala wa chui, utawala huu ambao ni utawala wa Uyunani. Na hizi ni falme nne ambazo tumeona Mungu alisema ya kwamba zitatawala dunia. Kwa hiyo Uyunani mkaja ukatawala dunia, na Uyunani ulipotawala ndipo tulipata falsafa nyingi, na ndipo tulipata teknolojia nyingi ambazo zinatumiwa leo katika mambo ya kielimu. Huyu chui alikuwa na mabawa kama ya tai, lakini alikuwa na mabawa, lakini alikuwa pia ana mgawanyiko. Alexander Mkuu aliweza kuwaangusha Wamedi na Waajemi akiwa ni kijana mdogo wa umri wa takriban miaka 20, mwaka ule wa 331 kabla ya Yesu kuzaliwa, akiwa na jeshi la takriban watu askari 47,000 aliwapiga Wamedi na Waajemi waliokuwa na zaidi ya jeshi la watu milioni 2. Yaani baada ya kutawala, kijana huyu alikuwa anatawaliwa na tabia ya ulevi, na siku moja alionyesha askari wake wengi wakafariki usiku huo kwa pombe, kwa sababu yeye alikuwa ni mlevi, na kwa hivyo aliwanywesha, alifanya sherehe ya kuonyesha pombe askari wake. Na kilichotokea, ufalme huu wa Yunani uliweza kuangushwa. Baada ya kuangushwa, uliangushwa na kina nani? Tunaangalia hapo mbele. Lakini baada ya kuwa umeangushwa, utawala huu ukagawanyika katika majimbo ama katika tawala kubwa 4, ambapo wale waliotawala ni wale waliokuwa wakimsaidia Alexander Mkuu ama Alexander the Great katika kutawala. Na mmoja alikuwa ni Lisibikasi, ambaye yeye alikuja kutawala upande wa kaskazini wa dola hiyo ya Uyunani, lakini pia akatawala Asia ndogo pamoja na Turkey. Mwingine alikuwa akiitwa Kasana, yeye akatawala upande wa magharibi na Uyunani pamoja na Macedonia. Lakini mwingine aliitwa Seleucus, yeye akatawala upande wa mashariki Syria pamoja na Ashuru na maeneo ya India. Na mwingine aliitwa Ptolemy, yeye akatawala upande wa kusini pamoja na Misri. Kwa hiyo utawala huo wa Uyunani ukaweza kuangushwa, lakini leo ziko falsafa na michezo mbalimbali ambayo imetokea baada ya utawala huo kutawala dunia. Moja kati ya michezo inayopendwa sana hapa duniani ni michezo ile ya Olimpiki. Michezo ya Olimpiki ni michezo ambayo imeletwa mahususi kwa ajili ya kumtukuza Mungu Olympus, ambaye ni Mungu wa Kiyunani. Lakini pia kuna michezo ya ngumi imeletwa leo na inashangiliwa na watu wengi pasipo kujua ni ibada kwa miungu. Lakini baada ya utawala huo ulikuja utawala mwingine ambao ni wa 4. Utawala huu ulikuja kuiangusha dola ya Yunani na ukatawala utawala huu. Na katika kitabu cha Danieli sura ya 7 aya ya 7 inasema, na baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama mnyama wa 4 mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana, alikula na
vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Kwa hiyo baada ya utawala huu, utawala wa Yunani, ulikuja utawala wa Rumi. Utawala wa Rumi ukatawala dunia kuanzia mwaka ule wa 168 mpaka mwaka wa 476 baada ya Kristo. Yesu akazaliwa katika utawala huu. Mnyama huyu wa kutisha wa nne ni Rumi, ama dola ya Rumi ya kipagani, ambayo ilianza kwa kutawala dunia, lakini mwanzo ilipoanza ilianza ikiwa ni kama dola moja, lakini mwishoni ilikuja kugawanyika mwaka wa 476, na baada ya kugawanyika dola hii majimbo 10 yalitokea katika utawala mmoja wa dola ya Kirumi ama the Roman Empire. Na dola ya kwanza ama jimbo la kwanza lililojigawa kutoka katika mfumo huo ilikuwa ni Ujerumani, ambayo hapo mwanzo ilijulikana kama Aramani, lakini baadaye ilikuja dola ama jimbo la Uingereza likajigawa, ambapo mwanzo ilikuwa ikiitwa Saxons. Lakini pia kulikuwa na Italy ambayo ni Lombards kwa kipindi hicho, Ureno pamoja ikiitwa Suevi, lakini walikuwepo Wafaransa, lakini walikuwepo Wahispania ama Visigoths, lakini pia Uswisi ama Burgundians, pamoja na Waheruli, Wavandali pamoja na Waostrogoth. Kwa hiyo dola ya Kirumi ilipogawanyika zikatokea hizo pembe 10. Pembe 10 hizi ni baada ya mgawanyiko wa dola hiyo ya Kirumi. Sasa tukiangalia katika hizi pembe, iko pembe ambayo ilijitukuza ikaibuka miongoni mwa hizo pembe 10, lakini pembe hiyo yenyewe ikawa imeleta madhara makubwa. Na katika aya ya 8 Danieli sura ya 7 inasema, nikaziangalia sana pembe zake, na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Nikatazama, hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Vazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele zake za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakao. Katika aya hizi tunaambiwa hizi baada ya kuwa zile pembe 10 zimetokea, lakini kuna pembe nyingine ilizuka kati yao, na katika hizo pembe 10 ikazuka pembe. Hii pembe ilikuwa ni ndogo, lakini ilikuwa na kinywa, lakini ilikuwa na macho. Kwa hiyo anasema ilipokuwa ikizuka iliweza kuzing'oa pembe 3 mbele yake, na lakini baada ya hapo hukumu iliwekwa na pembe hiyo iliweza kupata hukumu yake. Kwa hiyo tuangalie hii pembe ni nini ilichokifanya na ni kwa nini iwe tofauti na zile zingine, kwa sababu amesema hiyo pembe ilikuwa tofauti ama ilikuwa mbali na zile pembe za kwanza. Sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu, pembe zile 10 za mwanzo zilikuwa ni pembe za kisiasa ama zilikuwa ni falme za kisiasa, lakini pembe hii inapokuja, tutaiangalia sifa zake, zinakuwa tofauti na sifa za kisiasa. Tutaanza kuiangalia ufafanuzi wake mzuri katika ile aya ya 24. Katika aya ya 24 tunapata ufafanuzi wake mzuri, maana Danieli hakuelewa, na kwa hivyo aliomba ili Mungu aweze kumsaidia, na ndipo akaambiwa ya kwamba habari ya zile pembe 10, katika ufalme huo wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza. Kwa hivyo pembe hii yenyewe si sawasawa na zile pembe za kwanza, zile 10. Zile 10 ni mataifa ama serikali ama ni utawala wa kisiasa, lakini yenyewe itakuwa mbali na hizo. Na sifa yake anaanza kuisema katika ile aya ya 24 ya kwamba naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu.
Wafalme watatu katika aya hii inaeleza namna ambavyo tumesema kulikuwa na zile falme zilizotokea katika mgawanyiko wa dola ya Rumi ya kipagani, lakini zilishushwa tatu zilizoshushwa ambazo hata leo huwezi ukaziona katika ulimwengu, katika ramani ya dunia. Ni Waheruli ambao waliweza kuangushwa. Waheruli waliweza kuangushwa. Kuangalia katika hizo pembe tatu zilizong'olewa, ni Waheruli ambao wa kwanza waling'olewa kutokana na hilo pembe ilipokuwa ikitokea ikizuka ikang'oa, na Waheruli waliong'olewa mwaka wa 493 baada ya Kristo. Ilikuwa ni taifa ama jimbo kama yalivyokuwa mataifa mengine, lakini lilipokataa taratibu za Kikatoliki, taratibu za kipapa, waliweza kuondolewa katika ramani ya dunia, na waliofuata walikuwa ni Wabandari, Vandals. Wao walitolewa mwaka wa 534 baada ya Kristo, baada ya kukataa taratibu za Kikatoliki, na wa mwisho kung'olewa walikuwa ni Wagothi ambao waling'olewa mwaka wa 338 baada ya Kristo. Kwa hiyo pembe hii ndogo ni dola ya kidini ama ni upapa uliotokea katika falme zile zilizokuwa 10, lakini katikati ya hizo ikatokea hiyo ikitokea katika lile taifa la Italia, na kwa hivyo akang'oa pembe hizo tatu. Lakini Biblia inasema ya kwamba atanena kinyume chake aliye juu. Pembe hii zile pembe 10 hazikusemwa kwamba zitakuwa na hizi sifa za kung'oa pembe tatu ama za kunena kinyume chake aliye juu. Kunena kinyume chake aliye juu ni kufanyaje? Basi kunena kinyume chake aliye juu ni kukanusha uwepo wa Mungu na kujitwalia sifa hiyo. Na tukiangalia katika baadhi ya mambo ambayo leo dunia nzima na walimwengu wanafahamu ni katika habari ya askofu wa Rumi ama papa kuitwa Baba Mtakatifu. Hili liko wazi ya kwamba watu wanaamini hivi na wamefundishwa ya kwamba Baba Mtakatifu ni papa aliyeko pale Vatican. Lakini Biblia je, inasemaje basi kuhusiana na habari hiyo? Je, Baba Mtakatifu ni nani? Pembe hii itanena kinyume chake aliye juu. Katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 11, Injili ya Yohana sura ya 11, tunaweza tukapata hapo habari za Baba Mtakatifu ni nani. Na katika aya hiyo ya 10 sura ya 11 kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 17 aya ya 11, neno la Mungu linasema hivi. Yesu alipokuwa duniani anasema hivi, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Yesu anawaambia wale senashara ama wanafunzi ama wale mitume alipokuwa katika harakati za kutoka katika siku zake za mwisho kukaa duniani, anasema, anamwambia Baba ya kwamba mimi simo ulimwenguni, anasema naja kwako Baba Mtakatifu. Sasa leo Papa umejitwalia sifa hiyo na kumuita Papa kwamba ndiye Baba Mtakatifu. Biblia inasema ya kwamba atanena kinyume chake aliye juu. Lakini leo pia ziko sherehe mbalimbali ambazo zinaadhimishwa katika ulimwengu huu na zimekuwa na wafuasi wengi, watu ambao maelfu kwa mamia wanasherehekea sikukuu mbalimbali kama sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu ama Christmas, ambayo haina chimbuko, haina aya katika Biblia. Hakuna inaeleza mahali kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25, lakini kwa sababu ya nguvu ya upapa imeleta hiyo, na watu wamekubali na wanafuata na wanaamini. Sikiliza nikwambie, pembe hii ikanena kinyume chake aliye juu. Lakini katika habari ya zile amri 10 ambazo Mungu ameziweka ili ziwe kioo na kiongozi kwa maisha ya mwanadamu, yeye alipokuja, upapa ulipokuja ukazibadilisha zile amri, akanena kinyume chake aliye juu. Lakini sikiliza nikwambie, atabadili majira na sheria. Majira na sheria leo katika namna hiyo, katika mwelekeo wa kuadhimisha sikukuu za Krismasi, watu husubiria saa 6 usiku. Inapofika saa 6 usiku ndipo utasikia kwenye makanisa wanasema amezaliwa. Lakini je,
siku ilianza kuhesabika kwa namna gani? Katika kitabu cha Mwanzo ukisoma vizuri aya ya 4, Biblia inaanza kwa kusema ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Kwa hiyo siku inaanza kuhesabika ni majira ya jioni, sio saa 6 usiku. Lakini leo wako wasomi, wako wabobevu wa elimu mbalimbali za kidunia, lakini wanasubiria saa 6 usiku ili Yesu azaliwe. Hata mianzo ya mwaka, siku ya kwanza ya mwaka, masherehe ya mwaka mpya huwa inasubiriwa saa 6 usiku. Haya yote ni Ibilisi ameleta ili kubadilisha sheria ya Mungu. Lakini katika amri 10 za Mungu ziko amri ambazo zinatuongoza kama nilivyosema hapo mwanzo. Lakini ukisoma katika Misale ya Waumini ukurasa wa 128, Misale ya Waumini ukurasa wa 128, utakuta amri 10 kama zilivyoandikwa katika Biblia ziko sawasawa, zimeelezwa kwa uzuri hapa katika Biblia. Imeeleza amri hizo katika Kutoka sura 20 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 17, utakuta hapo amri 10 za Mungu zimeandikwa. Lakini ukisoma Misale ya Waumini hiyo ukurasa wa 1077 utakuta amri hizo zimebadilishwa na kuondolewa baadhi ya amri na zingine kufanyiwa marekebisho, ikiwemo kuondolewa ile amri ya pili inayosema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote. Kwa hiyo ikaondolewa hii, akabadili majira na sheria. Lakini katika kutoa amri hizo, lakini bado ameleta marekebisho ya namna ambavyo ile huduma ya Yesu katika patakatifu pa mbinguni inayoendelea tokea mwaka ule wa 1844 Yesu anapofanya kazi ya kufanya upatanisho wa hukumu ya upelelezi, ikaondolewa katika muktadha wa mafundisho. Na kwa hivyo leo Yesu akawekwa kando katika mafundisho ya kipapa ili watu waweze kwenda na kuomba msamaha kwa maaskofu pamoja na mapadri. Lakini sikiliza, Biblia inayo habari njema kwamba ikiwa utatenda dhambi, yuko anayepaswa kufuatwa ili aweze kukusamehe dhambi. Katika kitabu cha Injili ya Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 na aya ya 1 hadi ya 3, neno la Mungu linasema, watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili ya kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Kwa hivyo anasema ikiwa mtu atatenda dhambi, hakuna haja ya kumwendea mchungaji wala padre wala askofu wala papa, bali ni kuenda na kuomba msamaha na kutubu na kuungama kwa Yesu Kristo. Yeye ndiye aliye kipatanisho kwa dhambi zetu. Kwa hiyo Ibilisi ameleta mafundisho mbalimbali. Kwa hiyo pembe hii inazidi kuwapeleka mbali watu wasiweze kuelewa huduma ya Yesu inayoendelea katika patakatifu pa mbinguni. Na mwisho Yesu atatoka katika chumba cha upatanisho ili watu waachwe katika giza na kutokuungama dhambi zao huduma ya Yesu inapokwisha, ili shetani ajipatie wafuasi wengi. Kupendekezee hayo masaa haya, mpendwa mtazamaji, ya kwamba tunapaswa kumwamini Yesu, yeye ambaye ndiye kipatanishi, na utakapomwamini ataweza kuziondoa dhambi zako, wala si mtu mwingine awaye yote. Hata kama angelikuwa ni mrefu, hata kama angekuwa ni mnene kiasi gani, hata kama angekuwa na kitambi kikubwa, lakini hana uwezo wa kusamehe dhambi. Aliye na uwezo peke yake ni Yesu Kristo, aliye katika chumba cha patakatifu pa patakatifu kule katika makao ya mbinguni. Sikiliza, katika habari ya pembe hii ndogo inapoleta habari ya kunena kinyume chake aliye juu, pia ikaleta mafundisho ya kukataa ubatizo wa kuingizwa ndani ya maji na ikaleta ubatizo wa kunyunyizwa maji. Katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 5 inasema ubatizo mmoja. Kwa hiyo ikiwa tunamkiri Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha katika dini iwayo yote, basi tunapaswa kuwa pia
Lakini leo sikiliza nikwambie, katika Biblia imeeleza vizuri kwamba hapa Yesu alibatizwa kwa kuzamishwa majini katika mto wa Yordani. Lakini mishale ya waumini ukurasa wa 910 anasema katika maana ya ubatizo, anasema tunapozamishwa majini. Sasa katika habari ya kueleza falsafa ya ubatizo, Roman Catholic wanaeleza vizuri ya kwamba mtu anapaswa kuzamishwa majini, lakini wanasema Yesu alibatizwa katika Mithali ya Waumini ukurasa wa 89 kwamba Yesu naye alibatizwa kwa kuzamishwa majini. Sasa katika Mithali ya Waumini ukurasa wa 951 inasema hivi katika dibaji: ubatizo wa Yesu katika Yordani ni mfano wa ubatizo wetu. Katika ubatizo tunageuka kuwa wana wa Mungu Baba na tunampokea Roho Mtakatifu. Hiyo ni Mithali ya Waumini. Na hata ukisoma katika kitabu cha Marko sura ile ya kwanza aya ya 9 mpaka ya 11, Biblia inasema ikawa siku zile Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohana katika Yordani. Mara alipopanda kutoka majini, akaona mbingu zinapasuka, na Roho kama hua akashuka juu yake, na sauti ikatoka mbinguni ikisema, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa hivyo mishale ya waumini inakubali ya kwamba ubatizo wa Yesu unapaswa kuwa mfano wetu, lakini mafundisho ya upapa yanapokuja katika vitendo yanakataa. Ukurasa wa 910 mishale ya waumini inasema tunapozamishwa majini tunaunganishwa na Kristo katika kifo chake na kuondolewa dhambi. Tunapotoka majini tunaunganishwa naye katika ufufuko wake, tunajaliwa uzima wa milele. Iko sawa kabisa. Lakini wanapokuja katika habari ya kubatiza wananyunyiza maji kichwani. Kwa hiyo unapaswa kujifunza na kuelewa ya kwamba pembe ndogo ama utawala huu ama Rumi ya kidini inapokuja imeleta mafundisho ambayo yanakiuka maelekezo ya Mungu. Na katika ukurasa wa 913 mithali ya waumini inasema kwamba anayebatizwa lazima aamini. Anasema ndiyo maana mwenye kubatizwa yampasa kwanza amwamini Yesu. Kila aliyesikia na kujifunza kwa Baba huja kwangu, yeye aaminie yuna uzima wa milele. Kwa hivyo ili ubatizwe lazima uamini, lakini katika maeneo fulani hakuna ubatizo wa namna hiyo, hata watoto wanabatizwa. Hii ni changamoto. Ukurasa wa 947 mithali ya waumini inasema katika dibaji, maji ya ubatizo husafisha mioyo yetu iliyo migumu yenye dhambi na ukosefu wa mapendo. Mioyo yetu inageuka kuwa mipya yenye kumpenda Mungu na kushika amri na kushika amri. Kwa hivyo, lakini unapokuja katika vitendo inakuwa kwamba tunanyunyiza maji kichwani, lakini maji ya ubatizo yanatusafisha na dhambi. Lakini sasa nikupendekezee mpenzi mtazamaji ya kwamba unapoendelea kujifunza masomo haya unapaswa kuzama katika kujifunza ili uelewe habari ya dini ya kweli ama mafundisho ya kweli ambayo Yesu anahitaji kila mtu ayafahamu. Na unapoyafahamu utafanya maamuzi ya kumfuata Yesu, maana yeye ndiye aliye chanzo cha uzima, ndiye anayetuombea kule mbinguni. Basi tunapoelekea mwisho wa somo hili, niwakaribishe tuweze kufunga macho tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa neema yako, asante kwa wema wako. Umetujalia kuweza kujifunza juu ya kitabu hiki cha Danieli, namna ambavyo ulimuongoza mtumishi wako kutuletea habari hizi, na hizi habari zina maana kubwa katika wokovu wa maisha yetu. Tuongoze sasa pamoja na mtazamaji na msikilizaji katika masomo haya. Tunapaswa kukuelewa wewe katika ukamilifu wote, ili tuweze kufanya maamuzi na hatimaye kupata uzima wa milele. Tunaomba sasa tunapoahirisha kipindi hiki, bariki mtazamaji, upatie moyo wa kuendelea kujifunza ili ayatoe maisha yake katika uwepo wako nawe baadaye katika uzima wa milele. Mungu akubariki.